hatuna tulichofanya cha maana, na ili tufanye cha maana ni lazima tuje na majibu ya changamoto zinazotukabili kwenye safari ya maisha yetu, lakini hususan swala la afya. Ni vizuri tukajitambua, tukawatambua wenzetu. Tutaishi vizuri baada ya kumtambua mwenzako, uwezo wake wa kuelewa, uwezo wake wa ufanisi, ukawa na uwezo wa kuvumilia mapungufu yake, uelewa wake, ili muweze kwenda sawa. Kwa sababu sifa ya Mungu kila mtu kumpa mtazamo wake, uelewa wake. Ninachopanga kuonesha sasa, kabla ya tarehe 1 katika mitandao ya kijamii, ikiwezekana kuwapa wahusika, ni wakujulisha mambo matatu. Jambo la kwanza, Tanzania inaweza kutumia mali asili yake kusimama vyema zaidi pasipokuwa na shaka yote. Tanzania inawezekana kufanya hivyo. Na tutathibitisha inawezekana vipi? Mtu anapoambukizwa virusi vinaoleta ukimwi, kwa mujibu wa sayansi ya wenzetu, anatakiwa mtu huyo kila siku awe anakula kidonge kimoja au viwili, asubuhi na jioni, au asubuhi peke yake, katika safari yake yote ya maisha. Sasa kama tunaweza kuthibitisha mtu aliyotumia 4A9 akaweza kukaa mwaka mmoja bila kula karanga, ini lake likawa safi, figo lake likawa safi, na mengineyo yakawa safi, tafsiri yake tumepiga hatua kujinasua kutoka kwenye minyororo ya mitazamo na taaluma za watu wengine. Inaonekana wazi tutapigwa vita na vibaraka wa watu wengine, lakini wenye akili huru watafurahia jambo hilo, kwa sababu tumempunguzia mzigo mzito yule mtu ambaye kila kukicha anatakiwa ameze dawa na anakosa uhuru. Inawezekana akawa na marafiki zake, lakini alamu ikaita kwa kumjulisha huu ni wakati wa dawa, itakuwa ni vigumu kutumia dawa ile wakati ile ni siri yake yeye. Huenda hata mkewe hajui, huenda hata familia yake hajui, kwa inampa wakati mgumu. Maana yake nini? Tumeweza kumfanya Mtanzania aweze kupumzika kwa uhuru wa kiwango cha kutosha. Tunakusudia kwa uwezo wa Mungu tulithibitishe hilo kwenye jamii, lakini kwenye mamlaka husika. Ni hiari yao kuchukua hatua au si hiari yao kuchukua hatua, ni mtazamo wao, lakini tunaonesha namna gani tumepiga hatua. Sasa huyo ni mwaka mmoja, kuna miaka 4, kuna miaka 5. Maana yake nini? Maana yake kama alihitajika atumie kidonge kila siku shilingi 17,000, ukipiga hesabu mara 30, ukapiga hesabu mara mwaka mmoja, umepunguza kiwango cha kiasi kadhaa cha pesa kutumika kwa muhusika huyo. Kwa hiyo ni wajibu sasa kutoa fursa waliokutana na changamoto hizo, kuwapa ruhusa kwenda upande wa pili. Using'ang'anie kitu ambacho hukiwezi, unang'ang'ania tu ili ulinde heshima yako kuwa wewe ni msomi, wakati watu hawanufaiki na usomi wako.